Hii asubuhi ninapoabudu, Mungu ameniletea nchi ya Kenya na viongozi wa Kenya. Naona kiongozi mmoja mashuhuri kwenye nchi ya Kenya akishuhudiwa kuwa mgonjwa, na kwa muda mfupi anaenda kukatika ghafla. Inakuwa huzuni sana kwa nchi ya Kenya na viongozi na wananchi ya Kenya na viongozi wakiomboleza kiongozi shupavu kwenye nchi. Huyu kiongozi anaenda kupewa sumu, slow poison. Then waanze kumkimbiza hospitalini wakati amelemewa. Baada ya hospitali, ninaona daktari mmoja amekuwa haya, ameona na sindano, amekuja amemdunga ya kummalizia. Wakati wowote sasa hivi jambo lingine, kati ya viongozi wa nchi ya Kenya wamekuwa wakitusiana kwa migawanyiko tofauti, lakini naona mgawanyiko ambao haujaishuhudiwa kwenye nchi ya Kenya unaenda kutokea na kuchapa kati ya viongozi wa Kenya wakubwa hapa. Hizo migawanyiko zinaenda kuongoza mpaka katika hali ya manyumba za viongozi kadhaa zinaenda kuungua kwenye mioto. Naona kiongozi mmoja kwenye nchi ya Kenya anaomboleza mkewe na watoto wake wakiwa wamechomekea kwenye nyumba. Ni huu mwaka, sivyo? Huu mwaka umetabiri kuhusu jengo kubwa Kenya ikiwa kwenye moto na watu wakiwa ndani wakugulia ndani. Hiyo nabii imechapa baada ya kutoa. Wana wa Mayota akatumia WhatsApp akaniambia, KTN news report, jengo kubwa imelipuka moto na watu walikuwa ndani. Hiyo ni ishara, sio ile niliona. Hiyo ni ishara. Ile niliona inakuja kuchapa na watu wataungulia pale. Niliona watu watachomekea pale. Jengo kubwa sana. Kuna gari ambalo litaasailiwa kiongozi mmoja akiwa anatumwa kwenye kambi nyingine kuzuru pale. Hilo gari litakuwa na mtego. Na mtego ambao utakuwa kwenye lile gari ni mtego ambao utakuwa umetegwa. Atakapofika, anakaribia ama akifika, lile gari litalipuka moto. Watakaokuwa kwenye hilo gari na huyo mkubwa watachomeka kwa kiwango ambacho hakuna yeyote atakuwa identified. Their bodies will melt like plastic. Kitu ambacho wataona pekee ni mifupa. Ninarudia, naliona gari litakuwa sign na kiongozi mmoja atakuwa sign akitumwa kaunti fulani, na yeye atakuwa ametagetiwa. Lile gari kwenye barabara ama kikaribia, ule mtego utalipuka, litachomeka kama karatasi, na huyo kiongozi atakufa kifo ya uchungu sana. Wakenya niliwaambia
imeuawa. Katiba mpya ya 2010 kama inakuja, niliwatabiria katiba inakuja, lakini itawaangaisha na waleta shida. Ikatimia. Hii katiba iliyopo wakati wowote inaenda kubadilishwa. Na hapo ndio utaona maajabu. Anakwambia supporters huwa ndio nao hawatakuwa nao. Sasa hivi kuna mjadala unakuja wakati wowote na tunamshoka bunge na utapita. Na nikamwambia viongozi wenu, miaka miwili ndio isha, naona viongozi wenu wakikufa vifo vya ghafla na mnaona vile wanakufa. Nikatabiri mikasa ya mioto kwenye mashule, miaka minne imeisha, na nikarudia tena, na hizo zinazidi kulipuka. Ninaona shule kubwa sana, naona shule kubwa sana ya high school inayojulikana sana Kenya, shule kubwa sana inayojulikana na inayovuma sana Kenya, kwenye mkasa wa moto, na naweza ona principal akiwemo ndani amechomeka, akipotoka hatakuwa na sura. I see principal imeandikwa akiwemo ndani, na baadhi ya wanafunzi na walimu ambao wataweza kuteketea kwenye huo moto. Ya mwisho ni university. I see a university. Naona university kwenye mkasa wa moto, mkali sana. As I close, one of the biggest company in Kenya, ambayo inahusisha some politicians na inaleta pesa sana. Some of the politicians wanaenda kuchochea tena, inaenda kulipuliwa moto.